Wasikilizaji wapendwa, kama ulidhani kuwa yaliyopita yalikuwa mazito, basi jiandae. Kwa sababu sasa tunaingia kwenye moja ya matukio yaliyoacha alama isiyofutika katika historia ya Uislamu. Tukio la Fadak. Fadak si jina tu la sehemu, ni alama, ni ishara, ni mtihani. Fadak ilikuwa ni ardhi iliyokuwa chini ya umiliki wa Mtume mtukufu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na baada ya kifo chake, suala likaibuka. Je, ardhi hiyo itabaki kwa nani? Hapo ndipo jina jingine linaingia katika uwanja wa historia. Binti wa Mtume, kipenzi chake, mwanamke aliyebeba sehemu ya moyo wake. Fatima binti Muhammad alisimama, si kwa kelele, bali kwa hoja. Akadai haki yake, akadai Fadak. Lakini upande wa uongozi uliokuwa chini ya Abu Bakr ukatoa msimamo mwingine, msimamo mkali. Wakasema, mitume hawaachi urithi wa mali, wanachoacha ni elimu na ujumbe. Hivyo basi, Fadak haikukabidhiwa kwa Fatima binti Muhammad. Na hapa ndipo historia inasimama kimya, kisha inauliza, je, hili lilikuwa suala la kisheria tu, au kulikuwa na kitu kikubwa zaidi nyuma yake? Kwa sababu si tukio la kawaida, ni tukio linalomhusu binti wa Mtume mwenyewe. Riwaya nyingi zinaeleza kuwa Fatima binti Muhammad hakuridhika na uamuzi huo, na kuna zinazoeleza kuwa alibaki na huzuni kubwa hadi mwisho wa maisha yake. Hapa ndipo nyoyo zinagawanyika. Wengine wanasema ilikuwa ni itihadi ya kiongozi kutafsiri sheria kwa uadilifu wake. Wengine wanasema hapana, hapa kuna haki ambayo haikutolewa. Na ukweli ni huu: hapa si hadithi ya mali tu, hapa ni swala la hisia, heshima na tafsiri ya haki. Wahenga husema, haki ikichelewa kutolewa huzua maswali yasiyoisha. Tukio la Fadak likaacha alama, likaacha maswali, na zaidi ya yote likaacha tafsiri mbili tofauti za tukio moja. Na hapo ndipo historia ilipoanza kugawanyika kwa mitazamo, si kwa mapanga, bali kwa fikra. Wasikilizaji wapendwa, je, haya yote yaliishia hapa, au kulikuwa na matukio mengine yaliyoendeleza tofauti hizi? Katika sehemu inayofuata tutaingia kwenye hatua nyingine ya historia, ambapo tofauti hazitabaki kimya tena, bali zitaanza kuonekana wazi kabisa. Usiondoke. Hii ni Abjad Academy, mahali ambapo historia haisimuliwi kwa hofu, bali kwa utafakari. Imeandaliwa na kuhaririwa na Ustadhi Bakir Ulum. Kwa pamoja tunasema, elimu ni nuru na historia ni mwalimu.